Mheshimiwa Rais kwa kutuwezesha kufika hapa ili tuweze kutimiza majukumu yetu na kumwakilisha vyema kwenye masuala ya msaada wa kisheria. Ndugu mgeni rasmi, Wizara ya Katiba inaendelea na utekelezaji wa kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia, ambayo katika kampeni yetu mpaka sasa tumeshafanikiwa kufikisha huduma za msaada wa kisheria katika mikoa 24 na sasa hivi tunaenda kufanya uzinduzi katika mkoa wa Kagera. Ndugu mgeni rasmi, lengo la kampeni hii ni kutoa msaada wa kisheria kwa wananchi ambao hawana uwezo wa kumudu gharama za mawakili, lakini pia lengo letu ni kufikisha elimu kuhusu masuala mbalimbali ya kisheria. Mwaka jana mwezi wa 12 tulikuwepo hapa wilaya ya Tarime, tukafanya utekelezaji wa kampeni ya msaada wa kisheria katika halmashauri zote mbili, Tarime mji na Tarime DC, na tulifanikiwa kutoa elimu kwa jumla takriban wananchi 18,000, lakini pia tulipokea migogoro 133. Katika hiyo migogoro ipo ambayo tulifanikiwa kuitatua wakati wa kampeni, lakini kuna migogoro mingine ambayo ilikuwa inaendelea kushughulikiwa katika ngazi za kiutawala. Kuna baadhi ya migogoro ambayo tulibaini kipindi cha utekelezaji wa kampeni mwaka jana mwezi wa 12 ambayo ilikuwa ina maslahi mapana ya kijamii. Kwa mfano, tulibaini kulikuwa kuna mgogoro katika soko la Lebu, lakini pia vile vile kwa upande wa Tarime DC kulikuwa kuna mgogoro katika kijiji cha Kobori kuhusiana na masuala ya shule, lakini pia Tagare na kijiji cha Kenyamusabi. Kwa hiyo kiongozi wetu Katibu Mkuu Wizara ya Katiba na Sheria ndugu Eliakim Chacha Maswi ametuelekeza tuje tuitatue na kuishughulikia migogoro hiyo, lakini pia tuje tuungane na wenzetu wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii na TAMISEMI kwa ajili ya uzinduzi wa kampeni hii. Kuna mama mmoja hapo alielezea kwamba kuna maeneo ambayo wawekezaji wanayatoa kutoka kwa wananchi, lakini baada ya muda kidogo wanayarudisha, alafu hakuna chochote ambacho kinaendelea. Si ndio mamangu? Sasa nakumbuka tulipokuja kwenye kampeni mwaka jana mwezi wa 12 tulishawahi kupokea mgogoro wa aina hiyo katika kijiji cha Kewanja, na miongoni mwa sababu ambazo zimeturudisha safari hii ni kuja kushughulikia huo mgogoro. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo, kama kuna mgogoro mwingine wa aina kama hiyo, tunaweza tukaupokea na tukaushughulikia, maana sisi tumetumwa kuja kutatua migogoro kuna Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo tupo hapa kwa ajili ya kuwahudumia, tupo hapa kwa ajili ya kuhakikisha haki za wananchi hazipotei. Hiyo ndo kazi ambayo Mheshimiwa Rais, lakini pia vile vile na Katibu Mkuu wetu Mheshimiwa Eliakim Chacha Maswi ametutuma. Kwa hiyo tumekuja kwa ajili ya kushughulikia hiyo migogoro. Lakini kuna swala jingine ambalo kuna mzee wangu pale kasema watu wanaonyanyasika mara nyingi ni wale watu wa hali ya chini kwenye migogoro ya ardhi na migogoro aina mbalimbali. Kwa hiyo akasema kwamba hata gharama za mabaraza kufungua kesi na uendeshaji wa kesi ni ngumu. Jamani, Mheshimiwa Rais aliliona hilo, na ndio maana sisi tupo hapa. Aliliona hilo, akatoa maelekezo kwa Mheshimiwa Waziri wa Katiba na Sheria na kabineti yake ya viongozi kwa ajili ya kuja kutoa msaada wa kisheria kwa wananchi ambao wako maeneo ya pembezoni, lakini pia vile vile ambao hawawezi kumudu gharama za mawakili. Kwa hiyo sisi huduma yetu tunaitoa bure kwa kila mwananchi. Tutamsikiliza migogoro yake, tutajaribu kutatua mgogoro wake kwa njia mbadala kama ambavyo sheria zinatuelekeza. Kwa hiyo
wala usiwe na wasiwasi kusema kwamba gharama ni kubwa, gharama ni kubwa. Tuna ofisi za madawati ya msaada wa kisheria halmashauri zote nchi nzima, na maafisa wa haya madawati wako pale kwa ajili ya kupokea malalamiko ya wananchi. Kama una mgogoro, unaona kwamba wewe huna uwezo wa kumudu gharama za kuweka mawakili, fika ofisi zetu ambazo zipo halmashauri. Kama huko hapa Tarime mjini, fika ofisi ya halmashauri ya Tarime mji, kama huko kule Tarime vijijini. Lakini hii ni Tanzania nzima, katika halmashauri zote 184 hizi ofisi zipo. Fika, peleka mgogoro wako, peleka malalamiko yako. Afisa wa msaada wa kisheria atakusikiliza, atapokea mgogoro na atasaidia kukupatia wakili ambaye atakupa hiyo huduma bure bila malipo yoyote. Si tunaelewana jamani? Makofi kidogo kwa Mheshimiwa Rais. Lakini pia kuna mama hapo aliongelea masuala hayo kwamba wajane wanaonewa, wananyanyasika kwenye masuala ya ardhi na migogoro ya ardhi. Kuna watu ambao wanakuwa labda unakuta wana uwezo mkubwa zaidi, wanakuwa wanayumbisha hizi haki za wajane kupatikana. Kwa hiyo majibu ni yale yale jamani. Tupo hapa kwa ajili ya kuhudumia, lakini hata kama sisi tukiondoka baada ya kampeni hii, tunaacha maafisa wa dawati la msaada wa kisheria katika halmashauri zetu. Kwa hiyo unapokuwa unaona haki yako ina hatihati ya kupotea, tafadhali fika kwenye ofisi za madawati ya msaada wa kisheria, utasikilizwa, mgogoro wako utarekodiwa, utasajiliwa kwenye mfumo ambapo hata kama wewe mgogoro wako huko Kutarime, lakini sisi kule Dodoma kwa Mheshimiwa Waziri, Katibu Mkuu na wakurugenzi na maafisa wengine wana uwezo wa kuona na wana uwezo wa kufuatilia na kuhakikisha huo mgogoro unatatuliwa. Lakini kuna swala jingine ambalo kuna mtaalamu pale, kijana mwenzangu aliongelea kwamba pamoja na mafanikio mengi ambayo tumewasilisha hapa, ni njia gani ambazo serikali tumejipanga nazo ili kuweza kuboresha mifumo yetu ya haki na kuhakikisha haki ya mwananchi haipotei. Sasa tu labda mheshimiwa hapa alitoa majibu mazuri sana, naogopa hata kuingia huko kuongezea majibu yangu, lakini tu kwa ufupi niongezee kwenye majibu mazuri ambayo kiongozi ameyasema kwamba serikali inaendelea na marekebisho ya sheria mbalimbali. Kwa mfano kama mimi wiki iliyopita tu tulikuwa tupo kwenye kazi ya kupitia yale mapendekezo ya Tume ya Haki Jinai, ambayo kimsingi Tume ya Haki Jinai ni jitihada za Mheshimiwa Rais. Baada ya kupokea malalamiko mbalimbali kutoka kwa wananchi, aliunda Tume ya Haki Jinai kwa ajili ya kuchunguza mambo mbalimbali yanayohusu sekta ya upatikanaji haki. Na ile tume ilitoa ripoti ambayo kwenye ile ripoti kulikuwa kuna mapendekezo mengi sana, ikiwemo na marekebisho ya sheria, marekebisho ya mifumo ya kiserikali na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tulikuwa Morogoro, tulienda kupitia yale mapendekezo, lakini pia kupokea na maoni ya wadau kuhusiana na mapendekezo ya tume, na pia tukaandaa muswada wa marekebisho ya sheria mbalimbali ili kuweza kuendana na mapendekezo yaliyotolewa na Tume ya Haki Jinai. Kwa hiyo ni moja tu ya mfano ambao nilipenda nikutolee ndugu yangu, kuonyesha ni namna gani serikali inaendelea na jitihada ya kuhakikisha inalinda haki za wananchi.